Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ataishambulia Iran mara 100 zaidi huku mvutano wa nyuklia ukizidi kuongezeka. Rais huyo wa Marekani amesema kuongezeka kwa Iran kwa maana namna ambavyo wa Iran hawatii kile ambacho anataka katikati ya muhula hakutabadilisha mbinu zake. Lakini pia Trump alitangaza katika mahojiano hivi punde kwamba ongezeko lolote la Iran haitabadilisha mtazamo wake wa vita hata kama ingetokea karibu katikati ya Novemba mwaka huu, akionya nchi hiyo kwamba ataipiga mara 100 zaidi. Alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusu ongezeko la vita linaloweza kutokea, rais huyo alijibu kwamba anaamini umma wa Marekani unamuunga mkono katika kuizuia Iran aliyoita taifa la kichaa kuwa na bomu la atomiki. Hawawezi kuwa na silaha za nyuklia. Ni rahisi sana. Ninasema kila wakati, aliambia Fox News. Kila mtu anakubaliana nayo. Tunafanya vizuri sana na mlango wa bahari wa Hormuz. Tuna kizuizi ambacho ni kama ukuta wa chuma, anasema rais huyo wa Marekani Donald Trump. Trump anaendelea kushikilia kuwa vita nchini Iran ambavyo sasa vimedumu kwa takribani miezi 6 vinaendelea kuungwa mkono na Wamarekani licha msururu wa kura za hivi punde zikionyesha vinginevyo. Tafiti za hivi majuzi zilizofanywa na Reuters na Ipsos mapema mwezi huu zinaonyesha kuwa takribani Marekani mmoja kati ya watatu aliidhinisha mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, huku asilimia 62 wakisema hawaidhinishi. Takribani asilimia 70 waliohojiwa pia walisema wanaamini kuwa Trump hajaeleza kwa uwazi malengo ya ushiriki wa kijeshi wa Marekani wa vita dhidi ya Iran. Tehran inaripotiwa kukaribia mazungumzo yanayoendelea na Marekani na ratiba iliyoundwa kuweka utawala wa Trump katika vita kwa muda wa kutosha kutoa pigo kubwa kwa Republican katika uchaguzi wa Novemba, shirika la habari la The Guardian limeripoti wiki iliyopita. Tehran imedai kuwa ipo tayari kupigana na Marekani hadi pale rais huyo wa Marekani atakapoondoka madarakani. Inaripotiwa kutarajia uharibifu huo ungekuwa sawa na ule ulioteswa na Rais Jimmy Carter wakati wa mzozo wa kutekwa kwa ubalozi wa Marekani wa mwaka 1979. Mtazamo wa Iran kuhusu muhula wakati ulizidi kudhihirika wiki iliyopita wakati naibu waziri wa mambo ya nje Kazim Gharibabadi alipoiambia shirika rasmi la habari la serikali la IRNA kwamba baada ya kukubaliana njia ya meli za kibiashara kupitia lango la Hormuz itachukua miezi 2 hadi 4 kufikia awamu ya pili ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Mpango awali wa kwanza awamu ya mazungumzo ya nyuklia ndani ya siku 30 baada ya kutia saini mkataba wa maelewano wa mwezi Juni na Marekani ulikuwa umeachwa na utawala wa Trump, Gharibabadi alisema. Ili kufikia hatua hiyo ya pili, sasa imeripotiwa kuweka njia ndefu inayojumuisha kuondolewa kwa vikwazo, mwisho wa vikwazo vya Marekani kwa bandari za Iran, lakini kuondoa zuio la mali za Iran na ahadi juu ya amani, mchakato ambao unaweza kuendelea zaidi katikati ya muhula. Rais wa Marekani Donald Trump aliapa kwamba lazima hakikishe anashinda vita dhidi ya Iran huku akishirikiana na Israel. Hata hivyo, bado hali ni ngumu huku utawala mpya uliopo wa Ayatollah Mujtaba Khamenei ukija na mipango mikakati ya namna ya kupambana dhidi ya Marekani na Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye amedai kwamba wakati huu ataishambulia Iran mara 100 zaidi na atahakikisha Iran haina silaha za kinyuklia. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.